Kwa maeneo ya Masiwa, kata ya Dunda, wilaya ya Bagamoyo, mkoa wa Pwani, mtungi ambao ulikuwa una mfuniko wa kuzimia moto. Mtungi huo ambao ulikuwa umebebwa na kupelekwa katika kijiwe cha kukusanyia vyuma chakavu. Mtungi huo ulikuwa una uzito wa kilo 20. Ndani mwake kulikuwa kuna gas aina ya carbon dioxide uliokuwa umepigwa nyundo katika eneo hilo la kukusanya chuma chakavu na kusababisha mfuniko ambao ulikuwa uko juu yake kufyatuka kwa kasi na kumpiga kichwani mwanamke mmoja aitwaye Mengi Daughter of Waziri mwenye umri wa miaka 25, mkulima na mkazi wa Masiwa, aliyekuwa umbali wa mita 10 akiendelea na shughuli zake na hivyo kusababisha kifo chake papo hapo. Ndugu wanahabari, uchunguzi wa awali wa tukio hili umebaini kuwa kijana mmoja aliyefahamika kwa jina la Musa Rashidi maarufu kama Abedi, mwenye miaka 19. Huyu ni mwokota vyuma chakavu katika eneo hilo la Masiwa, kata ya Dunda. Akiwa katika shughuli zake za kuokota vyuma chakavu, ndipo ilipofika mida hiyo ya saa 5:30 asubuhi na kwenda katika kibanda ambacho kinakusanya vyuma chakavu ambacho kinamilikiwa na ndugu James Machaba. Lakini wakati kijana huyu anakwenda katika kibanda hicho, aliyekuwepo katika kibanda hicho ni kijana ambaye ameajiriwa na ndugu James Machaba aliyefahamika kwa jina la Joseph Andrea. Musa Rashidi alipofika katika kibanda hicho kwa nia ya kuuza vyuma hivyo chakavu, ndipo alipotafuta nyundo katika kibanda hicho ili apige mtungi ule wa gesi, fire extinguisher, ili autawanye na kuweza kupimwa kwa urahisi. Lakini wakati anapiga mtungi huo wa gesi kwa kutumia nyundo, kepu ya mtungi huo wa gesi ilifyatuka kwa kasi na kwenda kumpiga kichwani dada huyo ambaye kwa sasa ni marehemu. Ndugu wanahabari, mwili wa marehemu huyo ambaye alifahamika kwa jina la Mengi Waziri umehifadhiwa katika hospitali ya wilaya ya Bagamoyo. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linaendelea kutoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Pwani, lakini kwa Watanzania wote kwa ujumla, kwamba ni vyema mtu yeyote ambaye anajishughulisha na ujasiriamali wa kuokota, kukusanya na kwenda kuuza vyuma chakavu, ni vyema kwanza, wakati anakusanya vyuma hivyo chakavu, asithubutu kwa namna yoyote ile kufungua ama kugonga chuma chochote chakavu ambacho kiko sealed, kama mtungi, kama bakuli ambalo limefunikwa, kwani jambo hilo linaweza likasababisha madhara makubwa zaidi, kwa kuwa huwezi kujua ndani ya mitungi hiyo kuna kitu gani ambacho kinaweza kuleta madhara. Kwa ni vyema tukachukua tahadhari kubwa wakati wote wa kufanya shughuli hizi za ukusanyaji wa vyuma chakavu, uokotaji, lakini pia kwenda kuuza.